Bwana, sasa mwanamichezo katika klabu ya Yanga, taarifa ambazo zimeendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ni kile ambacho Yanga imekifanya cha kumuongeza kocha msaidizi ambaye anakuja kumsaidia kocha wa sasa wa Yanga Pedro Goncalves, kama kuimarisha kikosi chao kuelekea katika mashindano mengine yanayokuja mbele yao. Uongozi wa Yanga umetoa taarifa kwa umma na kusema kwamba uongozi huo wa Yanga Sports Club leo tarehe 23 mwezi wa 3 umekutana makao makuu ya klabu Jangwani jijini Dar es Salaam na kufanya kikao cha tathmini ya timu hiyo baada ya kumalizika kwa mzunguko wa kwanza wa ligi kuu msimu huu. Kikao kilianza kwa uongozi kupokea ripoti ya kikosi chetu kutoka kwa benchi la ufundi chini ya kocha mkuu Pedro Goncalves, ambapo ripoti hiyo ilionyesha baadhi ya takwimu nzuri za timu katika mzunguko wa kwanza. Mpaka sasa Yanga tumecheza michezo 16, tukishinda michezo 11, sare 5 na hatujafungwa mchezo wowote ule. Vilevile Yanga Sports Club ndiyo timu iliyofunga magoli mengi zaidi kwenye ligi kuu mpaka sasa, magoli 32, huku tukiwa na rekodi nzuri pia ya kuruhusu magoli machache kuliko timu nyingine, magoli 3 tu. Lakini hata hivyo, baada ya kuipitia kwa kina ripoti hiyo ya benchi la ufundi, uongozi umebaini changamoto kadhaa zilizoisumbua timu katika mzunguko wa kwanza, huku changamoto ya kwanza ikiwa ni ratiba. Ndani ya siku 21 kikosi chetu kimecheza michezo 7 mfululizo, michezo 6 ya ligi kuu na mchezo mmoja kombe la shirikisho la CRDB. Ratiba hii pia ilijumuisha na safari ya umbali wa kilomita 4462 kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine kwa ajili ya mechi za ugenini. Uongozi unaamini safari hizi na ratiba kubana kulipunguza ufanisi wa wachezaji kutokana na uchovu uliopatikana ndani ya safari hiyo. Namba 2 ni majeraha. Mpaka sasa timu yetu ina wachezaji 8 muhimu ambao wamepata majeraha tofauti yaliyowapelekea kukosa michezo muhimu, kama vile mchezaji ambaye amepata majeraha ni Komeini Abubakari, Clement Mzize, Dickson Job, Ibrahim Baka, Shadrack Boka, Edmund John, Prince Dube na Laurindo Maria, unaweza kumuita Depo. Wachezaji 3 kwenye orodha hii wamepata majeraha yatakayowaweka nje mpaka mwisho wa msimu. Aidha, licha ya changamoto hizo, uongozi umegundua uwepo wa changamoto ya kiufundi inayoifanya timu icheze aina tofauti ya uchezaji, style of play, na ile ambayo ilizoeleka na kuendana na wachezaji walio ndani ya kikosi. Changamoto hii ya kiufundi imekuwa sababu ya kuifanya timu kupata wakati mgumu kupata matokeo mazuri na kucheza vizuri pia kwenye baadhi ya michezo ya ligi kuu. Hivyo, katika kuitatua changamoto hii, uongozi wa Yanga umefikia uamuzi wa kumuongeza kwenye benchi la ufundi kocha Abdulhamid Moalini kama kocha msaidizi wa kocha mkuu Pedro Goncalves. Kocha Moalini amewahi kuhudumu katika kikosi chetu kama mkurugenzi wa ufundi na kocha msaidizi katika vipindi tofauti chini ya kocha Sid Ramovic na Melody Hamdi katika na kupata mafanikio makubwa ya kushinda kombe la ligi kuu 2024-25, kombe la shirikisho la CRDB 2025 na kombe la muungano 2025. Uongozi wa Yanga African Sports Club unamkaribisha kocha Moalini na kumtakia kila laheri kwenye majukumu yake mapya kwa kushirikiana na makocha wengine ndani ya kikosi cha Yanga. Mwisho, uongozi wa Yanga unapenda kuwaahidi wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo kuwa timu hiyo itarudi mzunguko wa pili ikiwa imara na nguvu kubwa kuelekea kutimiza malengo yao kwa msimu wa 2025-26 kwa kushinda ubingwa wa ligi kuu ya NBC na kombe la shirikisho la CRDB. Daima mbele, nyuma mwiko. Hii ni taarifa ambayo
Young Africans iliweza kuitoa kwa umma Machi 23 mwaka 2026, ikielezea kile ambacho nimeweza kuelezea hapo kwamba kumuongeza kocha Moalini kama kocha msaidizi, kumsaidia majukumu kocha mkuu wa timu ya Yanga Pedro Goncalves, ili kuimarisha kikosi hicho, kuongeza uimara na utimamu halisi wa mwendelezo wa yale ambayo Yanga walikuwa wanaendelea kuyafanya katika michezo mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Naitwa Presenter Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutokea hapa sina la ziada, nikwage na nikutokea siku njema, lakini nisisahau kukumbusha kusubscribe, share, like na kucomment ili uweze kuwa mwanafamilia na uwe mtu wetu wa karibu kwa kupata kila aina taarifa tunapokuwa tumepandisha taarifa hizi hewani. Kutokea hapa sina langu la ziada, nikwage na nikutokea siku njema. Bye bye.